Inakuwaje? Sasa wewe utakuwa nani wako, wewe mwanamke ni mwanawe, ni mkeo ama yoyote pale ni mtu wa nje? Ni mtu wa nje. Sawa. Sasa hapo tunaambiwa wewe mwenye kumhudumia utienia yule awe ni binti yako. Tumelana dadako kumhudumia yule. Nia ina kitu kikubwa sana ndani ya moyo. Maana nia ndio husababisha mambo yote. Mimi nitatia nia sitaki kuswali, basi huwezi kuswali. Mimi natia nia nende pale fulani kaswali, utakwenda swali. Kwa pale ndio kausiwa utie nia binti yako kutoka kumhudumia, lakini kumhudumia sisi na kina mama kwa tofauti. Ndio nikasema pale ni heri utafute hata Mkristo. Ni urahisi kumsafisha yule dadake na kumrekebisha baadhi ya zile vitu fulani tunashughulikia. Lakini hakuna tushawahi kumshughulikia sisi ikawa ni nguo tu tunamtatia juu la nguo, ile mangine hatumhudumii. Ambapo kwamba ni mazito zaidi. Bora tu kwa mtu hata kama ni Mkristo. Kwake pia Mkristo ni somo na aweza kupiga shahada. Tumekuja masala yule mtu amechora ile tatu. Ile hata kama mtu yuko hai ni mtu amekuja kusilimu na hiyo tatu anayo. Mtume Muhammad alipotufundisha Allahumma salli alayhi kama itatoka hatopata madhara mkono wake. Mimi nimejipaka hapa. Sawa? Wakati wa jahiliya sijasilimu. Leo nimekuja kusilimu. Ile tatu hainifai kisheria kidini. Niitoe. Ndio sheria inapotaka. Lakini nisidhurike mkono wangu. Kwa mfano nikitoa mkono wangu utakuwa hawezi kufanya biashara, hawezi kutafuta riziki ya halali. Basi mtume akwambia ile wate pale, lakini usiwate parawanja watu waione. Masaa yote niifinike na nguo. Kwa mfano nivae nguo za mikono mirefu, watoto wangu wasione. Dharura ni mke tu ataiona, lakini itakuwa hitangazwi. Huyo ndio hai. Je, maiti? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atusomehe sote. Hayo za viatu yuwasikia huyu ni mtu fulani na yuko ndani kule. Je, utungu atasikia asikii? Kwa hivyo ukimosha maiti pako wewe na huruma naye. Na wewe ujijue wakati wote utakuwa hivyo. Alafu na swali naam. Maiti uliza swali. Jiongea mbele. Ama tu sasa bado paka hii. Na naenda huko. Lau wewe ndio Muislamu. Alafu unajua kabisa kwamba kuna fulani na Muislamu mwenzangu nimekuwa nikiswali na yeye, na kwa bahati mbaya basi ameshikwa na wazimu. Mpaka sasa ikawa hawezi kusali ama hampatani tena katika ibada. Naam. Sasa hicho kwamba yeye amefariki. Na wewe ulikuwa unajua kabisa yeye alikuwa Muislamu, lakini kwa sababu ule wazimu wake ndio ulimtenga. Naam. Je, ni hatua gani unastahili kuchukua? Sana. Ameuliza swali zuri huyu. Ni mtu amekufa au sio? Amekufa. Na umejua ama kumjua? Unamjua kabisa. Tujielewane. Kuna mtu amekufa amezikwa, mimi sijui. Kuna mtu amekufa ameoza, sijui mimi. Baada ya wiki nimeambiwa na rafiki yangu ama ndugu bana usikie ustadhi fulani amefariki ama yule mwandazimu fulani tofauti ile swali paka tulijue ile swali lako liko wapi. Maiti yuko dhahiri na wewe. Maiti huyu aliyokufa huyu wiki kidogo akili si nzuri. Uko naye lakini tunajua anaishi hapa mtaani na labda mimi peke yangu ndio nilikuwa najua kwamba huyu ni Muislamu. Nilipo sasa yuko hapa. Maiti yuko hapa. Ulipokwenda umepewa ama umekataliwa? Sijapewa ama sijaenda, lakini kwa kuwa najua yeye ni Muislamu, alikuwa Muislamu wetu na amefariki, basi nia yangu inasema tu kwamba yeye alikuwa ni Muislamu. Wajua kuna Muislamu nimekufa mimi, nimesilimu nikafa, ndugu zangu ni Wakristo, wewe ukatoka ukaja ukanifuata mimi uniizike. Tumeelewana hapo? Ndugu yangu huyu ni Mkristo, kwa mfano si yeye, tuzungumze, akakuzuia wewe. Huyu bwana ni achana naye bwana, ni Mkristo ndugu yangu mimi. Tuko pamoja hapo? Sasa wewe Muislamu jukumu lako ushalimaliza. Usitete. Azikwe Kiislamu, azikwe Kikristo, aliwe na mnyama, akauke na jua, amali yake ajue nani?
Tuko pamoja hapo? Sisi mara nyingi huteta kwa jambo kama hili tukapigana. Ni wajibu ndugu yetu Muislamu ende kumdai yule maiti. Huyu amesilimu. Tuna haki sisi tumfanyie mambo mangapi? Manne. Aoshwe, akafiniwe, aswaliwe, azikwe. Sasa ulipokwenda wewe kumtetea, awe ni mwanamke, awe ni mwanamume, wana ndugu wa kizazi wamezaliwa naye. Sisi ni ndugu kwa ajili ya Mtume Allahumma salli alaihi wasallam alayhi. Ama si ndugu hapa? Kuna mtu yapinga? Sasa wewe umeendea pale nduguyo atakatumzike Kiislamu. Lakini kuna ndugu yake wa Kikristo amekuzuia wewe, jukumu amelibeba ni yule. Usipigane, serikali ni hii. Tumeelewana, lakini mtu pigana na mali na tumbo lake. Madama mtu kwa wale jukumu liko wewe ni kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, ewe Mola, mimi nimembia fulani bini fulani, lakini ndugu zake amekataa kunipa maiti. Ashika ndia wenda sasa. Sasa tutafunga, tuendelee tukaswali, alafu tuendelee na somo. Swali la mwisho sasa. Naam. Mara nyingi hutokea mzozo katika jamii. Mtu ameshamaliza. Naam. Mtu ame Naam. Mashallah, swali mmesikia mato uliorejelea. Naam, swali zuri sana. Ni Muislamu tunaita wale hawakamilishi Uislamu. Unajua Uislamu si sura, Uislamu si mavazi, Uislamu si kabila. Uislamu ni vitendo anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usifanye aridhike. Allah. Yule amekupa ni Muislamu jina, sasa na wewe ukamilishe Uislamu wako, usifuate ujinga wake. Umoshe, mkafini, umswalie, mziki. Majukumu yako umeyamaliza. Kwa mfano, ankuja ndugu yetu amekupa ni Mkristo. Kajua hakika ni Mkristo. Kuna mushkili. Lakini alipokupa ankuja ndugu yake msibana, huyu ni mzomba mwenzenu. Huyu Muislamu? Sasa utamwata wewe? Ushapewa. Mfanyie. Yeye amali. Na wewe uliyafanya thawabu zako unazo. Naam. Akasema baada mimi sijamuona kwa msikiti kwa hivyo siamini. Mimi nataka swali nyumbani. Hataamini. Ndio nakwambia mimi nimeswali wapi? Nyumbani. Amini nani? Maiti ama? Mshaji maiti. Wajua mtu amekufa huwezi kumhoji maswali. Hapa sisi tuna maswali fulani tuweze kuwauliza, kuna mwingine swali lake la maanisha mwenye kutoka kwenda kusema huyu ni mzomba mwenzenu, yule mwenye kuambiwa huyu ni mzomba mwenzenu aseme basi mimi sijawahi swali naye huyu. Nakwambia wewe wajua huyu ni Muislamu ama humjui. Sasa muhimu ni wewe wajua huyu ndugu yako Muislamu awe waswali awe hasali, lakini ana kalima moja alizungumza, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hili ndio jambo la kufanya haya mambo yote tuyafanye. Alizungumza jambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ama amezaliwa. Na lingine kuna mtu awe na misalaba 10 bado kidogo tu hapa, ni Mkristo hivyo vote atakapokuwa amezaa mtoto, watoto wote nani wale? Mwajua hilo? Sasa hebu niambie, yule akifa si yumo katika ushahidi wetu? Ama hatujafahamiana? Yuko shahidi wetu huyo. Umeelewa gani? rejelea tena swali. Haya. Mtoto amezaliwa, Patrick. Na Patrick sijui ni pastor, ni papa, popote anapokuwa. Watoto wake wote wa Kristo. Lakini mtoto chini ya miaka 15 ni nani huyo? Anaweza kuzikwa hata makaburi yetu. Tusharuhusu sisi Mombasa pahali. Mmoja alizikwa, Wakristo wakaja kuzikwa kwa misalaba. Alipoweka misalaba, kuna ndugu kitoto Kiislamu vibarobaro watakutoa wale maiti wazikwe kwingine. Allah kwa neema zake na utukufu wake kanifahamia katokezea Mombasa hapo. Kaambia kuna nini? Najua kuna maiti yankufa akili yangu. Kumbe jamaa wachimba makaburi wa Kristo yapelekwe pahali kwa Wakristo. Vibarobaro. Nikamwambia ndoni watoto, hii ni police case. La kwanza ni kuchimba makaburi, la pili kutoa maiti hii tu wataiweka wapi? Kwani mivundo hapo? Kama tujui. Si tulio hai sote tuanuka hapa, aje ukifa. Kabisa. Nikamwambia basi hapa kazi moja ni ndogo, mjipata hapo. Angalia raha ya elimu hiyo. Takbir. Allah. Raha ya nini hiyo? Elimu. Nikamwambia fundeni misalaba. Si makaburi yetu. Na Wakristo wameka misalaba, au sio? Fundeni misalaba. Wakafunda misalaba, kila mtoto akarudi. Kazi ndogo ama si ndogo?
Kama alikuwa amechimba maana paka kule chimbe shimo tukometiwa huku wapeleke kule. Mimi ninakuja na mwana babangu nitolewa hapa kwa kule. Takubali kweli? Ni kesi hiyo. Ama si baba? Akipunda msalaba maiti aletwe tena pale. Na ilikuwa yote ni boma alikupigwa ile makaburi. Lakini sasa washapiga. Tukaswalini alafu tutakuja kuendelea na somo letu jamaa. Sasa swala naona. Nyinyi malizeni. Tumaliza. Malizeni kabisa. Sawa bwana? Wakati tayari ama bado? Bado. Swala. Somo kwa ajili ya ibada yake kwenda kumsujudia. Ndio maana tukaketi kwa somo. Sasa tuendelea tena somo. Sasa tutakamilisha sanda ya mwanamume. Tulizungumza mita ngapi ya mwanamume? Na mwanamke mita ngapi? Kwa hivyo hizi mita tushazijua zote ziko sawa. Awe ni mke, awe ni mume. Lakini kitambara ni kile cha mita 1 kamili. Tunao sanda nyingine kitambara chake ni kipana zaidi. Hatuwezi kuhesabu ile mita 12 na nusu. Tumefahamiana hapo eh? Sasa tunataka wazi zile shono zile zitandikwe hapa. Waje wanaume. Hitaji wanaume 6. Kama vile wanawake tuliwataka 6 na sasa wanaume 6 waje hapa. Ukae huku na huku mjitandike vizuri. Sanda awe ni mke, awe ni mume. Tumesema mita ni 12 na nusu. Geuze. Ndika. Ya pili. Ngapi hizi? 2. Katika hizi 2 itakuwa vipande vingapi tumetumia? Mashaallah, mashaallah, takbir. Alhamdulillah. Vipande 3 vimelala hapa. Na tulikata vipande vingapi? 5. Hichi kimoja unusu kinatandikwa na kingine ni hiki kimoja. Kivaa nguo ukivaa nguo kawaida hii mishono huweki nje ama sivyo? Ama mishono unaweka nje? Na hiyo hapa maiti paka tuweke vile vile. Tumeelewana hapa. Kwa hivyo hapa tumetumia vipande vingapi? 4 na nusu. Cha 5 ni hiki. Itakuwa kimekamilika. Kipande hiki tunatengeza maglovu. Tunatengeza vipande vya maglovu ya kumoshea ule maiti. Tumekwambia maiti ufai kumshika na mkono. Umeelewana? Lakini siku hizi zaletwa zile za hospitali plastic. Kwa hatuzikati hichi kipande kitasaidia mahali pangine. Mita 12 hizi za watu medium size ama ni wale watu sio wale onona. Na ni watu wazima. Kama mtoto uweze kuchukua mita 12 na nusu. Mtu mfupi utampima tulivyozungumza. Sawa? Na kuna vitambara vingine ni vipana zaidi ya hii. Akilini mwako siweke mita 12 ndio zakamilisha sanda ya maiti. Ngoja nikunde. Sasa nitakuonesha mfano wa vitambara viko tofauti kulingana na vile vinavyoletwa. Alafu tuingie somo la kuosha maiti. Alafu tuingie somo la kaburi huchimbwa vipi na maiti hulazwa vipi ndani ya kaburi. Tukifika hapo naona tutahitaji tena dua. Mwenyezi Mungu atutakabalie sote inshallah. Nimeshukuru kwa mambo yote mtokako kwa ajili ya somo. Hapa tuko katika bahari ya Mwenyezi Mungu na Mtume Allahumma salli samani. Sasa naonesha tofauti ya vitambara. Hii ni kitambara, ni sanda nishaikamilisha kila kitu, lakini nimeibeba kuonesha kitambara ni tofauti. Tupate elimu. Kuna ile material si muhimu. Kwa mfano, hii material yake na ile tofauti. Hizi si muhimu. Muhimu ni nguo ya kumsitiri nani? Maiti. Tunaangalia upana wa hichi kitambara. Tuko pamoja hapo? Haya. Shika. Kwanza urefu ama upana? Upana. Tupime. Upana. Ha? Shika hapo. Ajua kuhesabu ama muangalia? Anahesabu ama muangalia? Tutakuhesabia. Ngapi hiyo? 1 2 3 4
Ilipungua kidogo. Kwa hivyo huyu mwenye kukataa hii ilikuwa sawa izidi kipande kimoja. Tumeelewana? Twaje upande huu tushike upande mwingine. Tutafuta urefu na upana. Tuko pamoja hapo? Tunaanza hesabu eh? Ngapi hiyo? 1. Kina mama muko? 3. Ni nusu pia. Ndio kofu upande huo. Sawa. Lakini hii kidogo imezidi. Kwa hivyo tutatupa huku ni urefu. Tumefahamiana? Sasa haiki ni maumbile kitambara upande huu. Huu upana. Huku kumekatwa. Kwa hivyo huyo alikata kuko sawa azidishe upande mmoja apate mikono 5 mita 2 na nusu. Sasa kitambara kama hiki huwezi kwenda dukani ukataka mita 12 na nusu. Maana ni pana. Kile tumetaka mita 12 na nusu kwa ajili kuongeza upana huu. Ndio tukashona katikati. Hiki si lazima utafute kitambara ukishone. Hiki kitamstiri. Lakini sana hii tutatumia kwa wale watu wanene. Watu wanene huwa ni mita 2 ama wengine mashallah ni wanene zaidi huwa ni mita 3 kupana. Hatujaingia urefu. Urefu ni ile mita 2 na nusu. Kuna wengine mashallah ni wazito ni warefu zaidi. Ulala kona mpaka kona. Sasa utaongeza shubiri. Tumeelewana? Utaongeza nini? Na hii kazi yake ni ya kufunga. Ile mtu mrefu. Tumefahamiana hapa? Ama kuna swali? Funga vipi? Tuko maiti mnene tumfunge na hii. Ama tuendelee na ile ndogo yetu. Kunje kidogo. Ushaelewa? Kwa hivyo tusishike mita 10. Lakini pale msikitini ana muda mwingi humuoni. Na yeye ni Muislamu. Je, sasa yule akifa unafaa kumswalia ama? Tumekuwa nalo. Hii ya mwanamke ilikuwa tumekata ya mwanamke. Tuchukue mwanamke mmoja tumfeshe. Hana mshauri huyu. Tuchukue mwanamke tumfeshe. Kuja vizuri zingine. Dama. Yaani yule Muislamu alokufa ni Muislamu, lakini pale msikitini ana muda mwingi hafiki. Na yeye ni Muislamu. Sasa je, yule kumswalia? Kumswalia ama? Ndio swali zuri sana. Mtu amekufa na wewe unajua ni Muislamu, awe waswali, aswali au ni masala na Mola wake. Wewe ule hai una mambo umkamilishie yule aliyokufa. Kwa pamoja. Mimi nilo hai, huyu amekufa na mambo ni awe ni mvutaji bangi, awe ni sampuli yoyote. Hayo ni yeye na nani? Na Mola wake. Wewe yafanye uyakamilishe. Yale anayotaka Mwenyezi Mungu. Mambo mangapi tumesema? 4. Aoshwe, akafiliwe, aswaliwe, asife. Sawa? Haya, sasa tutarudi nile sanda tulishona sisi. Hii ilikuwa inaonyesha upana. Maana kidini mwenu msishike kitambara mita 1 na nusu. Kuna zingine ni vipana kama hizi. Tunaitia ndani. Hizo zimo katika chumba. Kwa hivyo toa nisoma watu waliona. Sema umeona? Tuendelee sisi. Haya, sasa tunakuja kuikunja hii sanda mwanamume kikamilifu. Mpaka hapa mkunje kunjeni. Upinde mpaka katikati. Wanaume sanda yao haiko tofauti na ile mwanamke. Kama hapa sasa kamisi kama hatukuileta huku itakuwa ya kundua makosa. Wanaume vitambara vingapi? 3. Umeona? Hakuna kamisi unapokunda ni sawa. Lakini kuna baadhi ya ndugu zetu huikunda hii sanda yote upande mmoja. Yafanikika maiti lakini mpaka inuliwe maiti abebwe. Ile sanda ipite. Wani kazi kubwa ile kumbeba. Lakini ukigawanya mara 2 hivi ni kazi sahali. Yuko maiti kulala. Ushapata maiti au bado? Wako wa kulala. Lala maiti mmoja. Lala hapa. Maiti huyu kama amezungumza tunashukuru, au sio? Ama ngoja inuka tafadhali, inuka. Tayari kitanda kingi. Kaburi hamjachimba. Hapa. Hapa kukata ni hapa katika kiuno. Kutoka wapi sasa?
Kuna wengine wakata huku, wakata hii sehemu ndogo na ile. Huyu hapa sasa amelala. Na huyu ni mfupi. Hebu jiongea kidogo maiti. Maiti jiongea kidogo. Maiti huyu ni mzuri asikia maneno. Tosha. Unaelewa? Kidogo bishakina. Tunakata hapa katikati. Pale pa choo tunapataka. Umeelewana? Kwa hivyo itabidi hapa tukate wapi? Hizi mbili. Ni sawa? Alete kisu tukate. Halo. Bwana leta kalamu, lete kisu. Baadaye baba, baadaye. Baadaye kwa masomo kidogo. Lete kisu jamaa. Kisu ustadi. Maita tainuka usiogope, maita tainuka. Keti kidogo maita. Hata sema somo liendelee. Sasa hapa tuna beshiti kama tulivyozungumza, tunamfinika. Na Adamu amekufa, kitu cha kwanza kinachofanywa hapa ni nguo zake zinatolewa. Na katika nguo kuzitoa huwezi kwa beshiti hakuna. Utakuwa hujamsitiri maiti umemwadhiri. Unamletea aibu maiti. Umeelewana? Cha kwanza ni beshiti, cha pili zinatolewa zile nguo. Sawa? Tuko pamoja? Tushamtoa nguo zake zote, hana nguo kama alivyozaliwa. Sasa twaje tutaka kumosha maiti. Sawa? Cha kwanza tutamchukua. Tunachukua haya maguu tunaweka kando. Kwa pamoja. Maguu yanapanuliwa lakini huwezi kuanza parawanja, hizi ndio onesha nini. Bwana? Tunamstiri, alafu huku tunakuja tunamshika huyu maiti wetu, hana nguo kumbuke. Hili beshiti tu tunalo. Tunamuinua. Ainuka kama tumuinua. Anainuka. Hataki unampiga kofi. Sawa? Sana mpaka hapa. Umeona? Sasa hapa tunakuja upande wa kumosha. Baada wewe shamtia maji na kesi tunaanza kumkamua choo. Hiki choo huwezi kumkamua chini ya kitovu. Chini ya kitovu huwa ni choo kimeiva kutoka tu hakina maneno. Lakini choo kinachoharibu sanda mara nyingi ni hichi kiko hapa juu kidogo. Kwa hivyo unamkamua na huku umefungua kwa sababu ya kufungua na nguo za kulinua hivyo. Kuna wengine maguu kuna wengine maguu yao yanaenda namna hii. Kuna wengine maguu yao huwa yamepinda. Umempata maiti katumoto nimewaambia ziko tofauti. Kuna wengine ni pamba hata kalala siku pili viungo viko bila kumtia mafuta. Kuna mwingine maiti akipa pale kwa pale mishipe sasa haiwezi kukaa namna hii. Kawaida maiti uketi hivi. Ukimweka hivi huwa kule chochi inatoka bila tabu yoyote. Kwa pamoja tutamkamua choo, tutamtoa, tushamaliza. Sasa kumuliwa tayari. Lakini usitoe sana. Sawa? Tuendelee na masomo, tushamaliza. Alafu unamregesha pahali kawaida. Unakuja na maji, unamuogesha tena mara nyingine, uhakikishe mwili wake wote umepata maji. Regesha mguu hivi. Unapandisha hili. Unamleta hivi maiti. Lakini kitu nguo unavuta huku nguo inakuja upande huu. Asiwe tupu. Tumeelewana hapo? Unamosha vizuri. Uhakikishe huku maungo yote yamepatikana na maji kikamilifu. Na sana wanaofanya kazi hii huwa ni wale wenye maiti. Ni baba, ni mwana, ni ndugu. Mkewe kama mtu ameoa, mke ana haki afanye. Mume ana haki kumfanyia bwanake. Sheria haijapinga. Katika hapo unamshughulikia, unamregesha upande wa pili. Regesha guu. Hii guu ina siri kwa maiti huwa pale amepindana hupati tabu. Unampandisha ile pili, unakuja upande mwingine. Arudi huko. Mwambie yarudi tu anasikia maneno. Tumeelewana hapo? Sasa hapa unaendelea, ukishakumaliza hapa. Sawa? Tushamosha na tushamtilia nia kumwogesha janaba. Janaba ni maji wamiminia. Sasa hapa ndo unakuja na ile pamba ya siri, pahali pake pasiri unamweka. Uifikishe pale mlangoni. Ukimregesha hivi hata kiketi paka saa ngapi hakuna mushkili wowote.
Tumefahamiana? Hapa ndio pana mitihani ni hapa. Ni maji unamiminia. Na janaba ni mwili mzima upate maji. Mwili mzima maji yaingie. Ama sivyo? Unamchukua, unamiminia maji basi la sasa. Beshiti lakini sio lile la mwanzo, tuelewane. Tumeleta lingine. Beshiti la mwanzo wale limeingia choo pengine. Wewe hukukiona kwa zile masikitiko ya kuosha maiti na uzito. Kwa hiyo ushamaliza lile utalitoa beshiti lile, utaleta beshiti lingine. Hili ndio uje umwogeshe janaba, mtawadhishe. Alafu tuna maji ya mkunazi, tuna maji ya zile kama tunazo tutatumia. Na zile kwa nini watu watumia zile? Yale maji hata sisi ya mkunazi yanapotosha hasa mambo mengi, si lazima maiti, watu hawajui. Mrehani ukioga nao mwili kama una joto yalitabaridi. Tukatadeki basi. Mfano lakini kwa hivyo na maji hata ile ukimtukua ukimpakia hakuna mushkili yote. Sasa ile maji ushamaliza ndio naondosha beshiti hii ya pili, tunamtia beshiti ya tatu. Beshiti ya tatu kila mtu akioga na tauli nyumbani. Ama sio? Sasa ile unamkausha. Na pale pana upungufu, kwa hivyo utamwata kwa muda ile maji yashuke katika mwili. Tuko pamoja? Kwa hivyo amekamilika utohara wake. Ama bado? Tumuulize mtu mwenyewe, umetayarika? Kuna swali katika hapo, sio? Sijakamilika tayari. Na? Ile ni mwili baridi ndani ya mwili wako. Inakuburudisha. Hata si maiti, hata sisi wana hai tuna haki kuogina. Naondosha hasa. Haya. Mkunazi na mrehani. Lakini si lazima. Si pahali kama hakuna, pengine hapa hakuna ukasema lazima ipatikane yale. Kitu cha muhimu cha lazima nino sana. Na hiyo kumuosha ile maji tohara. Haya, tunakuja mambo kumvesha sanda. Sawa, tuko pamoja? Sasa ile tupande huko maana waone hawa. Tuko pamoja? Tulizungumza sanda kawaida watu ikunda mara mbili. Sehemu moja na sehemu ya pili. Tukimlaza maiti geuka maiti yetu. Hataki kufuata kweli. Kweli. Tunakwenda nini? Sasa tuko pamoja hapa. Ukumbuke hapa tushamfunga ile pamba ya chini tulimwekea. Kule hatugusi tena. Tuko tohara, achakamilishiwa. Sasa tuko katika nini? Sanda. Hii sanda ilimshika mwili upande huu haifunguliwi. Na kawaida hii huwa iko ndani ya mkeka. Ile hatuna mkeka tu hapa tuendelee hivi. Ilimshika mwili haifunguliwi. Tunafungua hii. Hatuna kamisi hapa, hatuna kirinda, huyu ni mume. Tumeelewana? Sasa tunageuka na maiti wetu. Ndio mwenyewe ama mgeuzi. Tumeelewana hapo? Hatunamregesha. Beshiti liko hapa, ile ya tauli tuliyosema. Katika hapa tukifika sisi tunachukua kitambara kimoja huku. Vitambara vingapi viko hapa? Mwana hakika? Tutachukua hiki kimoja cha kwanza. Hiki cha pili tukileta hapa. Sawa? Babake huyu maiti ama ni ndugu yake atatoa lile beshiti. Nani atatoa? Sasa. Toa beshiti basi. Sasa sana mtoa. Funiko ndani. Mvute. Sisi hii. Kuna yako nayo. Yuko ndani. Ngoja ni mtoto wako. Ana ndugu. Hapa sitoe. Vuta. Sasa wewe pole ndani. Pole pole, vuta pole pole. Usipige, taratibu muumize maiti toa kofia sasa. Basi amezuia huyo maiti hiyo. Maiti toa toa. Yeye kidogo. Vuta. Hii kawaida huja sengine beshiti kukaa vibaya. Ndio pale kila kati beshiti iondolewa mbele ya yule asili ali. Ametoa. Tukija hapa tutaja masala, kitu cha kwanza ni ile pamba ukipata unamstiri pahali pasiri. Lakini mwenye kufanya kazi hiyo ni babake huyu.
Kwa pamba mweke huku. Ando huku basi. Kwa mfano, usimtoe nguo, mbona mtoa nguo? Angalia juu yake huko weka tu. Huku chini tulifanya kitambo tukaweka sitara. Sijui kama mmenielewa. Kwa hivyo hakuna mushti. Sasa hapa pale pa mbele. Ziko pamba utamwekea kila pahali, kama hakuna si lazima pamba. Hino nguo yake tunamstiri naye. Tumeelewana? Sasa tutaanza kumfunga maiti. Tushaweka pamba zetu, tunamstiri maiti kiukamilifu. Ndio kwa hapa. Inua kichwa kidogo, kisha hivi. Sawa? Na huko chini ya maguu imepita. Kisha chini ya maguu huko. Tunakwenda huko kwingine. Chini ya kichwa. Na kuhakikisha imepita vizuri. Tumeelewana? Sasa tuko wapi? Ni huko. Kama vile mwanamke na mwanamume ni hivyo hivyo. Ya pili sasa. Ya pili. Kama hataki maiti unamsukuma kidogo Kisha chini. Hana mwata. Si ndio tumzika kabisa hivi shahidi huyu. Hala vizuri wa maiti. Wote tayari. Ana confirm kidogo. Ya pili. Ya pili imeisha. Ni ya pili. Ya pili. Twende. Ya tatu. Akitokota kuweka wewe kama una sasa. Basi na yule mbonge pia ingia. Ile sanda nene iko pale. Hakuna nene. Bila usinde mapua ifaa, au sio? Umeelewana? Pale kawaida hapa. Kawaida hii sanda hapa wote tumekata vitambara kidogo ni kamba ya kufunga. Lakini hii itakatwa pale maiti tunaweka kweli. Sasa hii ni somo. Hiyo ndio inafunga. Sasa kwa mfano tumemhudumia na ndugu yake kutoka safari Mombasa iwaje. Kama si sunna maiti kumwajihi, kumwaga maiti. Tumeelewana? Kwa hiyo tunakuja kamba tunafunga kule paka hapa. Ile kamba inafungwa kule paka hapa. Hapa taibata kamba akiba ikae. Tunafungua hino. Tunafungua na huku. Mwangelewa haya nguvu ni kweli. Sawa. Nafungua huko kwenye kichwa. Nafungua tena nyingine. Ya ngapi? Babake ndugu yake. Ele yuko mwanzo second toroka. Shaona huyo. Shamona mtu wake ndio huyo. Sasa anakuja mtu wake anamwajihi anambushwa. Kuna wale watakakumbunda udhu, mwanamke maiti huwa na udhu. Hapo tunamwekea nguo anakuja kubusu. Ni sunna ya Mtume kumwajihi maiti. Sasa tutaingia masala ya kaburi. Tutoe maiti yetu siaka kiburi. Hapa tushamtukua maiti wetu, tunakwenda kumswalia. Swala ya maiti anaswaliwa nyumbani. Kama nilivyozungumza, maiti mkono wake wa kulia unaangalia kibla. Mkono wa kulia ni hivi. Umeelewana? Kibla kama ni hivi, kwa hivyo mkono wa kulia akilala hivi ataangalia. Kama ni huku kibla ni hivi. Kwenu ni hivi, au sio? Au kulala hivi ni sawa, au sio? Tuelekeze kibla. Kibla ni Kibla kipo. Sasa mkono wake kulia huyu kwa. Napita pande ule, goze pande ule sasa. hapana. Uko sawa ya wapo Tuko katika jeneza sasa. Sasa tuko katika jeneza. jeneza wewe tumekuweka sasa hivi. Beba ndani ya jeneza. Hata ukuswalia wewe. Sawa, lakini iwe ni msikitini, iwe ni nyumbani, iwe ni kaburini. Tuelewana? Maiti tuko katika nini? Jeneza. Twenda naye msikitini. Kuketi kwake kutaka sisi kumswalia ni mkono wa kulia uangalie kibla. Si hivi sisi tuje tumswalie itakuwa hatujafanya, hatuko kwenye kibla. Kwa hiyo sisi tutakapokuja kumswalia tasimama hapa. Tumeelewana? Maka naangalia kibla uso wangu. Na maiti mkono wake wa kulia umeangalia nini? Hata ukimosha nyumbani unaweza kumweka hivi, hakuna mushkili. Mara nyingi watu wanaweka maguu yanaangalia kibla, uso uangalie kibla. Bila kumosha.
Lakini njia nzuri ya kumosha ni hivi. Umoshe, ukimaliza unaacha kina mama waje wamsalie maiti wao ndani ya nyumba. Wanawake wana haki wamsalie maiti, si wanaume peke yao. Tumeelewana hapo? Kwa hivyo tutamsalia. Na sala ya maiti haina kurukuu, hakuna kurukuu, hakuna sijida. Ni takbiri ngapi? Bwana mwasema 3 na 5. Ngapi? Takbira ya kwanza ni nini? Allahu Akbar. Utasoma nini? Suratul Fatiha. Alhamdulillah. Utasoma nini? Suratul Fatiha na alhamdulillah rabbil alamin. Ya pili tutasema tena Allahu Akbar. Tutasema nini? Ni swala ya mtume. Tumeelewana? Paka katika ala Ibrahim wote, sawa? Ya tatu, takbiri ya tatu Kumwombea. tunamwombea yule aliyokufa. Tumeelewana kile? Yule hasa wa pale alikupeleka. Ni mimi ni nani? Tutamwombea dua yule. Ya nne utaleta jumuiya ya umati Muhammad. Ni dua pia. Kuombea Waislamu. Wote, si yule peke yake. Tunachanganya na watu wote. Alafu napiga salamu alaykum. Mkono kulia na mkono kushoto. Salamu hizi imekwisha. Tunamtukua tunaenda naye kaburini. Maiti tunambeba, tunaenda naye wapi? Kaburini. Sisi huleta zile la ilaha illa Allah, swala za mtume kwa ajili kuondosha maneno ya barabarani, wakazungumza mambo ya mipira, mambo ya wanawake, mambo yasiyofaa. Lakini mkileta dhikri, aloleta dhikri wapata thawabu na maiti pia wapata nini? Thawabu. Hizo ni hadithi ziko. Tumeelewana? Tumefika kaburini. Kwenye kaburi Mtume Muhammad Allahumma sallallahu alaihi ametuambia uchimbe kaburi wewe mwanadamu mzima uingie ndani na mkono mmoja juu. Ni kweli urongo? Hadithi ya Mtume wa? Wewe ndani ya kaburi huonekani, baadaye na mkono huu mkono ni ule mfuko. Mkono ni ule mfuko ataka kuingia maiti ndani. Na maiti kipimo chake cha mfuko ni hili goti lako kutoka hapa mguuni mpaka katika ndio ni urefu. Ukipima mkono huu mfuko, kaburi ni mwili wako mzima, kama hapa ushapotea. Sikuoni dagu. Sasa nataka kuchimba ule mfuko. Mfuko ndio uanze hapa, ushuke tena chini. Wewe ukiingia ndani ya mfuko, utakuwa ukinyosha mkono hivi huonekani. Ndio ni sunna ya Mtume. Kulingana na ardhi zetu ni fupi, kama mtu ameinama yuko hapo hapo, tashughulika. Sababu ya Mtume kutuambia vile ni nini? Allahumma salli alayhi. Anashukuru huku mashambani mara nyingi naje kuzika upate sunna hiyo. Kaburi kwa liko ile sunna ya Mtume ipatikana. Mtu haonekani na kama watu mguu yetu mazito kuingia paka anza kuchukua taratibu huko. Msitiru ile mtu. Yapatikana ile sunna ya Mtume huku mashambani. Lakini shabaha ya Mtume Allahumma salli alayhi kutuambia uzame na mfuko juu kwa ajili lile joto la mwezesha yule mwanadamu haraka upesi. Swaleni Mtume. Allahumma salli ala Sayyidina. Kama tuelewane. Kile ukiingia deep zaidi joto lazidi. Umefahamiana hapa? Haya, sasa tushapata maiti mfuko kama nilivyokuambia. Mimi nimeshuka ndani ya kaburi. Na mwenzangu Sadumari na watu wengine wanne tumefika pale. Mimi niko upande wa kichwa. Niko upande wa kichwa. Nikiingia ndani ya kaburi nitateka mtanga katika vijiko kama vijiko vitatu. Katika kaburi huwezi kuweka chini ya ukuta ule mtanga. Kidogo utamleta kando. Maka ule ni mto. Sote tulala na mito majumbani. Ama sivyo? Na katika kitanda hichi kichwa chetu akigusi kitanda. Ama chagusa. Basi na yule maiti ule mtanga wa mto usishikanishe paka kwenye udongo. Unamleta kando kidogo. Alafu chashuka naye kule chini namfungua. Haya mafundo mawili yaliyofungwa ndani ya kaburi yanafunguliwa. Mtume Muhammad ametuambia Allahumma salli alayhi, maiti afunguliwe vile kama tulipomfungua kumwajihi, mliona nyote afunguliwe kote pale tu uso wake mpaka tavu lipatikane. Hili tavu lilalie ule mtanga ule uteremsha chini hapo kwamba ni mto. Tuko pamoja hapa? Sababu gani? Mtume ametuambia Allahumma salli alayhi kwa ajili apate kuoza haraka aje maiti mwingine azikwe. Kaburi moja tuambia ni watu 40 uchache wa hesabu. Tumeelewana? Tumwadhinia yule maiti.
maiti mwenyewe yuko katika bahari nyingine. Maiti yenyewe kama ni wa peponi, yuko peponi anaziona neema. Mimi mwenye kumzika sioni. Mwadhini wa kukinga wewe lingana na kaburi kwa usalama wa kaburi. Pale pale zinapotika mambo mengine wewe hata usitoke tena. Lakini mwadhini ni ngao. Mwadhini majumbani mwenu utakapoadhini kila swala mkiswali mtaka mwadhini mukimu, hautoshelezi moja wa msikiti. Majumbani mulete adhani. Adhani huzima moto, adhani na mambo mingi na tuhifadhi sisi. Kwa pale kwa sisi tumwadhinia na tumkimia, tumfinika ule ubao. Hadithi ya Mtume Allahumma sallallahu alayhi wasallam atuambia, ukimfinika ule ubao, umujamaliza ule mtanga kumfukia ule maiti, washakuja malaika washamuuliza man rabuka man nabiuka man kitabuka man dinuka, mambo yote ashamuuliza kabla mtanga umujamaliza. Hatujamaliza kufunika, ashaulizwa ni mwema, mashallah ni mwema, ni muovu lakini hajaingia kaburini. Ameingia sasa, ngoja tuingie kaburini sasa, au sio? Kaburini twende. Maiti halali hivi, tunamke na kaburi mwana, kulala kwake ni hivi ndana kaburi. Maiti walala aulalia mkono kuna kulia kwa wapi? Huku kunaulizisha huku. Kuna kulia kwa wapi? Ndo hapa sasa. Ndio uone. Ameulalia. Alafu na hapa kuna ule mtanga, hafai kulala hivi. Kichwa kinainuka kwa ule mdongo tuliinua, tuliteremsha. Umefahamikana? Sasa hapa wanakuja, tushamwadhinia, tumemkimia, tumefinika ubao, malaika washakuja kumuuliza man rabuka man nabiuka, zote zile maswali tunayofahamu. Kabla mtanga haujamalizika. Tukimaliza mtanga sisi tunamsoma tuna talkini. Sababu gani twasoma talkini? Tuko pamoja hapo? Mtume Muhammad na pale ambapo kwa hali ya kuweka ubao weka vipi? Baada ya shaingia ndani ule mfuko. Ile bao alifai kumlalia maiti. Bao la juu ya hii. Amtete bao jamani, liko bao. Tumeelewana kini ile meza wapi ile? Bao halifai kumlalia au chini ya bao lisimlalie mwili wake. Tuendelee na somo. Bao lisimlalie mwili wake bure tena. Tufanye hili ni bao. Tuko kaburini sasa. Mbona usifunge macho maiti. Mbona hili ni bao. Shika tulio tete mwake kiteze kitambara. Shika basi huko tete. Sasa ile bao huwa alifai kumlalia maiti, litamuumiza. Nimeambia maiti anaumia. Kwa hivyo liwe juu kidogo. Umefahamikana? Kwa hivyo deep. Ile mfuko wake anaingia zaidi maiti. Anaingia mzima. Bao liko juu kidogo. Umeelewana? Haya. Tumefinika mtanga, tushamaliza. Tunakuja upande wa talkini na baadhi ya wasomi talkini wana haraka kwenda zao. Sisi tutasoma talkini, tukimaliza kuna suratul Yasin. Vizuri. Shafahamu? Mtume Muhammad ametuambia Allahumma salli alayhi baada maiti mushafinika mtanga. Mushamaliza kumzika manaki. Mushaika miti. Zile vijiti tunavyoviweka katika makaburi vinaleta tasbih kwa ile maiti. Iko hadithi, mtu asojua hajui. Pasikitika siku makaburi mingi hawaweki, hawajui. Haona yeye mwenyewe haleti dua. Lakini kwa miti yaleta dua. Kwa nani? Kwa yule maiti. Apatana dua. Ile miti tunaweka vijiti ama muone na ile. Tushamaliza mtanga kila kitu kikamilifu. Mtume Muhammad ametuambia Allahumma salli wa sallim alayhi, tusiondoke kwenye kaburi. Tusimame kwenye nini? Kaburi. Mfano wa kutinda ngamia na kutuna. Si mbuzi, si kuku. Nani? Hadithi ya Mtume. Sawa safi. Sadali. Sawa hadithi hiyo. Chakwa mwingine ni hadithi ya Mtume. Mushafinika mtanga musiondoke. Mfano wa kutinda ngamia na kutuna. Masaa ngapi kutinda ngamia na kutuna? Wetu kwa mbuzi tu masaa 3. Sisi pale usoma talkini na Yasini haifiki 1 hour. Tupate ile sunna ya Mtume leo kuamrisha pale. Tumefahamikana hapo? Pana swali? Pale nauliza pale akiwa huyo maiti ndo
anavishwa ile sana. Lazima kuchoma ubani. Zile harufu nzuri ni sunna, Mtume apenda mambo mazuri pale kokote. Si lazima. Ziko ni ubora zikitumika. Lakini si lazima. Langu ni nakupa nafasi sasa. Kwa mfano sasa kaburi imechimbwa. Kuna sehemu zile ambapo saa nyingine kaburi huwa kwa ndani na wengine huwa kaburi alafu achimbwa hapo. Ndio. Ipi ambayo sana inakuwa, maana yake naona wengi sana wanatumia katika ile ya ndani. Asante sana. Ile ya ndani uzuri wenye kushuka. Anashuka anapata pale pazuri kukanyaga. Ile ya kuganywa katikati huwa ni nusu wako huku nusu wako huku, ile ardhi kama nyepesi huvundika mfuko. Lakini kama ardhi nyepesi ile moja inatosheleza. Tumeelewana hapa? Pengine. Hizi takbiri ine ni za mke mume naye takbiri ine na mwanamke naye takbiri ine. Na mashaallah. Ndugu yetu ameuliza swali nzuri upande wa takbir za swala ya maiti. Awe mke awe mume, takbiri ni ngapi? Ni 4. Kuna tofauti ya dua ya mke na kuna tofauti ya dua ya mume. Tuko pamoja? Ndio kaona ile majeneza sisi kama ni mke huwekwa leso. Kwa ajili dua yaombewa ya mke. Tuko pamoja hapo? Dua ya mke tofauti. Na ya mume huwezi kukuta leso tumeweka. Tumefahamiana, swali zuri ameuliza. Lakini takbiri ni zile zile na sura ni zile zile. Huwezi kusoma sura Yasin ama kwa ajili yule ni mwanamke. Hata nake tuwasome zile aya za kuoa itakuwa ni ubora zaidi safari ama sio? Swali lingine. Ni kwa hivyo ni vile vile. Tuna kidogo tofauti ya mke na mume. Manake mwanaume alikuwa anasema kiswaliwa anaweza kuswaliwa hapa. Na mwanamke hawezi kuswali hapa na kuswaliwa kando. Sijui sawa, hilo swali moja zuri. Muhimu ni kuswaliwa. Muhimu ni swala ya maiti. Uwe katikati, uwe kichwani. Lakini wale watu huja tu fikira mwanamke usimketie katikati. Makosa. Kama ni bwanake aweza kumleta kaketa akamswalia. Kwa hivyo ni muhimu kuswaliwa, awe katikati, awe ni ubavu, zile ni mambo ya sunna. Lakini tusipomswalia maiti, Waislamu wote watakuwa na madhambi. Kwa hivyo japo mtu mmoja amswalie maiti ametuokoa sote. Maiti uliza swali. Chakula jamaa. Sikize huyu mwanzo alafu kuperusa maiti. Swali sana. Ile sana baada ya tayarishwa unaweza kuweka manukato? Sawa. Ile labda nasema kwa lugha nyingine, maiti anapokufa huwa ni harusi yake ya peponi. Ndio ndio. Mwanadamu anapokufa harusi yake ya wapi hiyo? Tuende kukutana na malaika watukufu. Sisi tuomba hivyo, hatuombi moto. Na naomba moto inue mkono nipe simu. Kwa hiyo sasa manukato haina makosa. Tumeelewana hapo? Mafuta haina kosa. Wewe tumpe ruhusa maiti mwanzo ile swali. Mpeni ruhusa. Swali shekhe. Huyo maiti Nishahudhuria mazishi ya Islamu zetu. Kasikia mashehe wakitisha majiwe matatu. Haya majiwe yana maana gani? Mashaallah, mashaallah. Kawaida huwa lile bao tukimfunika ule maiti tuna bao kama vile alivyosema ndugu yetu, kuna mifuko huichimba kwa ubavu. Sasa ile bao wala kiti upande namna hii. Likikaa hivi kama kuweka jiwe, ukiteremsha mtanga linamlalia maiti. Lile jiwe huwekwa pale kwa ajili lisishuke ule ubao. Tumefahamiana hapo. Pia kuna siku moja nimesikia katika redio mimi mwenyewe kwa masikio yangu katika saa 7 za usiku nimewasha Wakristo ndugu zetu wazungumza, Waislamu humkata maiti ndani ya kaburi kichwa chake. Mimi nikajiuliza ili swali vipi? Wakata maiti kweli? Lakini baadaye imenijia ile sanda huku tufunga huku na huku. Ikale mafundo umeabana sana. Sisi ufunga ile namna kiatu kufungua. Kuna fundo fulani ukivuta kule inafunguka.
Tuelewana sote hapo eh? Lakini kuna ukapambana na mtu ni mgeni akalifunga fundo kaburini, huwezi kufungua pale, waita kijembe ama kisu. Sasa jamaa ajua kule mtu yatindwa. Nimesikia mimi kwa masikio hata nikapata baadhi ya ndugu zangu wa Kristo nikawaeleza, popote ndugu yetu Muislamu amesilimu, nikienda kama ni mimi nenda mtukua ndugu yake Kristo kama tushuke ndani kuonesha Uislamu amri vile tulivyoamrishwa na Mungu tufanye, hata kama ni mfalme, mazishi ni yale yale, ama sio? Na kwa hivyo maswali kama haya yapo, changamoto ziko. Jamaa sikakilikisu ama kijembe, kwa mambo ni tokata zile kamba. Adangu uliza. Mara nyingi watu wanaona hivyo. Lakini wanawake wanao haki. Utaki thawabu? Ha? Ndio nataka mjifundishe. Sasa ukimweka maiti nyumbani kwako, mkono wa kulia waangalia kibla, akaoshwa, akafanywa tohara kiukamilifu. Mazishi bado ukumbuke, tamfika saa 10 huko. Sasa ni saa 2 za asubuhi. Utaleta beshiti umfinike. Uleti sanda. Sanda ni nguo ya mwisho. Utamfinika na beshiti, uko tohara sasa. Unaweza ukaja, uweze kuja hapa mkono wa kulia ukamswalia. Utakuja upande huu, uangalie kibla wewe kama vile unavyoswali. Ndio ulete zile takbira 4 umswalie. Wanawake wanao haki kumswalia. Sasa nataka kufahamu hapo hizo takbira 4. Muonyeshe kwa vitendo. Unasoma sura gani? Bidii, kila ustadhi ana timu yake. Kila ustadhi ana timu yake. Kuna vitu vingine si lazima ndugu yetu Muhammad aeleze sana. Hizi swala hama ustadhi wazijua. Ikiwa ni mtu wa Vikwatani atamfuata ustadhi wake, hata hapa pia tunaonesha kuna mtu. Anasema yani kama ile takbiri. Baada ya hapa lakini. Baada ya hapa. Ikiwa ndio hapa tutaonesha naye watamfuata ustadhi wao, atawaeleza zaidi. Sasa kama apate kujua zaidi. Lakini hapa mimi sifai kumswalia makini mkiti makosa. Tumeelewana? Takbira ya kwanza. Allahu Akbar. Usife. Nasoma suratul Fatiha. Tunasoma alhamdu. Shamaliza waladhdallin amin. Allahu Akbar. Ya pili namswalia mtume. Allahumma salli ala Muhammad. Takbira pili. Ya tatu Allahu Akbar. Namsomea dua maiti. Allahu Akbar. Takbira ya 4. Nawaombea Waislamu wote. Jumuiya. Kisha napisha salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Fatiha. Shamaliza. Hakuna kuadhini, hakuna ikama, hakuna kusujudu, hakuna kurukuu. Hii ni swala ya maiti. Kuongezea katika suala la dua kwa wale ambao kwamba hajui Kiarabu, baadhi na zuoni wakubali kwamba waweza kusoma Kiswahili ama ile lugha yako unayojua. Ile ikifika pale hujui Kiarabu, basi utasoma. Ni muhimu ile dua mfupi tu ufundishwe na ustadhi wako. Lakini ikiwa baadaye ni mtu pengine ameingia kwenye dini leo na muhimu aswali apate thawabu, aweza akasema mwenyewe Mungu msamehe, Mungu mtegezee mahali pazuri, pepo. Hiyo ya kuzidisha. Kuna swali tena hapo. Maiti wangalia simu jamaa. Aondoke. Ghafla kabla hajafunikwa, kabla hajawekwa mchanga, ghafla ikatokezea nyoka, koda ikaija kaingia kwenye kaburi. Sasa ikawa tuna wasiwasi, hatujui tumzike hivyo hivyo na yule nyoka ndani ama na yule nyoka pia alitakutwa kule na hakuonekana. Aliingia na akapotea. Sasa ndio tulikuwa tunajua, tunauliza, je, ilikuwa ni sawa tuzike hivyo hivyo na nyoka yake kule ndani ama atolewe yule atakuta ama atolewe maiti kwanza, atolewe hiyo tutafuta ile nyoka. Naam, swali zuri sana. Wamezika maiti kule ndani wakapambana na nyoka. Hapo ile nyoka amepotea. Leo mtafuta atakumweka nyumbani ile nyoka.
Kama imepotea wewe mfinike. Kuna wengine huwa si nyoka. Kuna viumbe kwa Mwenyezi Mungu vingi. Pengine yule mtu alimwasi Mungu, Mungu asitujalie kutokea mambo kama haya Umeelewana bana? Kuna yule mnyama wa kawaida huwa hapotei. Yule nyoka wa kawaida hapotei, utampata utamuondosha. Kuna wengine wa kawaida ndio hupotea. Hapa swali lingine. Naam. Mmefanya yote pale ndani ya kaburi lakini mkawa mmesahau kumwadhinia na kumkimia. Kwa inakuwa vipi? Hapa juu kumwadhinia. Shati kubwa katika makaburi kama maiti hukumlekeza kibla. Kwa mfano tumemweka maglub kinyume. Kibla ni huku, si tukamweka uso upande wa pili. Tukipanda juu tushamaliza mtanga tuko nyumbani, twala pilau ama biriani. Ile maiti tumemweka kitwa. Mtume Muhammad ametuambia Allahumma salli wa sallim alayhi, mkafukue kaburi, mumlekeze uso wake kibla. Hapa pana mashati makubwa kuliko pande hii ya kumosha kumweka kitwa hivi wala hivi. Ndani ya kaburi umemweka makosa. Basi waambiwa afukuliwe maiti awe alazwe vizuri. Kwa hivyo pale wataka mwenye kushuka kwanza paka hakikishe kibla kiko wapi, na kama hujui tuko wengi pale usiogope kuuliza. Ni sunna wewe kweli maiti ni wako, lakini Allah hakuja kupa elimu. Ulize ukamilishe mambo. Sawa? Nauliza swali. Kuna masaa ambayo yamewekwa mwafaka ya kwamba kwenda kusikia maiti? Swali zuri ameuliza. Mtume Muhammad ametuambia Allahumma salli alayhi, heshima ya maiti ni kumzika. Kama hapa nimekuja hubana kio nimpisha kiti, sametoa heshima amenipa. Ama mimi niondoke nimpishe yeye. Basi kwa hivyo heshima ya maiti ni kumzika. Masaa yote. Alafu akatuambia Mtume Allahumma salli alayhi, kuna hadithi inasema baina mtoto wangu yuaja na wewe atakumzika, basi ni bora mungoje yule mtoto. Tumeelewana hapo? Mimi nimekufa, mtoto wangu yuaja na atawahi mazishi vizuri, basi Mtume akwambia ni bora mumsubiri yule, lakini sio siku 3 mumsubiri mtoto, ni makosa. Siku ni ile ile ma baina dhuhuri na alasiri. Ama mwambie mapema na mtoto wake bana, sisi tumzika babako saa fulani, mtulie dua. Kwa ajili ya nini kusema hivyo Mtume Allahumma salli alayhi, mtamzika. Baada ya kumzika huyu atakuja, mtoto wangu atamuuliza bana, nani amemzika? Ni fulani fulani. Sasa yule mtoto wangu na huyu bwana wataishi kwa roho chafu, hatoketi na furaha, wataishi na chuki. Ni hivi na maanisha hivi. Kuna baadhi ya watu ambao wakipatwa msiba, yule maiti wengine wanasema kwamba tutamzika saa 4. Wengine wanasema tumzike saa 8. Wengine wanasema ni saa 10. Wengine wanasema mpaka magharibi ifike. Sasa nauliza Kiislamu sasa. Ndio nimesema maiti heshima ni kumzika. Kile kumzika mapema ni bora. Umeelewana? Na yale masaa huwa hutagui wewe. Ni Allah ndio anasababisha. Ni Allah unasababisha. Mimi Malindi hii nimemtoa maiti kwa kitanda alichokufa mwanamke, nikamweka hiki cha kamba, tukaswali Eid, nikirudi maiti ashazikwa Malindi hii. Amezikwa mtu express, hakuna maiti kama huyu. Sisi kama tumeelewana. Amekufa yaumatul Eid, siku ya Eid. Amekufa siku ya Eid. Bwanake akatuambia tukaswali Eid turudi. Babu yangu tu huyo. Tukaswali Eid murudi. Tukija maiti ashazikwa. Nikimuuliza mbona umemzika baba, kamba Allah ametaka kale Eid huku. Na wewe Allah anakutaka ule Eid. Leteni vitu tu, ustadhi amekuja. Lakini ni mzee, alikuwa ni muelewa na kila kitu. Na maiti kama si wako humziki. Tuna maiti alikufa Malindi, tumepanga dhuhuri tukabadilisha, tukamzika alasiri. Mtu ametoka India akaja kumzika maiti hapa. Ni watu tuwajua sisi. Ametoka wapi? India. Yeye mwenyewe anatupigia simu, zikeni, mimi sina naula kufika huko. Lakini Allah ameandika kudura na wakati kufika ule mwanawe nani Sharifu Alwi. Tumtambua sote mtabibu. Babake alipokufa ametoa ruhusa zikeni, lakini hatua zikamjalia akafika. Akapiga simu maiti zikwe alasiri. Tukamzika alasiri, mtoto amehudhuria.
Na mimi niko Malindi, sikuwahi kumzika baba yangu. Si mambo ya siri ya Mungu hiyo. Naam, swali lingine hapa na kile bwana swali. kumwaga maji kwa kaburi. Mwaga? Mwaga maji. Kwa kaburi na maanisha nini? Labda nikwambie condition yake hiyo ama si? Maji humwaga tukaika ile miti ipate kumea. Shafamu eh? Burudiko tu hawa. Kuna suna moja kwa nguo kuweka juu ya kaburi kupepea. Sasa ile wale ufikiria kuwa wale wanaficha ili wachinje ule maiti. Sasa ile kukono lazima kuwa kuna ile nguo juu ya kufunika. Naam. Ile nguo ni sitara ya maiti. Ameuliza swali, kumetoka siku hizi labda nizungumze ni madesign, lakini si sheria ya dini. Ni madesign, si sheria ya dini. Kuna mtu alikufa Nairobi akaletwa Malindi, alafu katika kumtia ndani ya jeneza hawakufunika ile nguo. Maiti akabebwa na jeneza. Wakasema hiyo ndio ni sunna ya Mtume, Allahumma salli sallam alayhi. Tumelana? Nikawajibu sio sunna ya Mtume. Sunna ya Mtume mungemzika Mombasa ama Nairobi. Mtume Muhammad ametuambia pale unapokufa uzikwe. Hiyo ni sunna ya Mtume. Maiti wasafirishwa, hakuna wazishi. Lakini kama wako hata hapa leo asubuhi nimezungumza na wenzangu. Hakoko nani pale? Ama nani? Hata nikafa hapa munizike hapa. Ni Ustadh Umar pale akaanza kumcheka. Ni sunna ya Mtume, si nyinyi mko? Hamu tanata ndio na wanyama? Sasa yule akasema ni sunna ya Mtume, maiti kutoka wamemtoa Nairobi mpaka Malindi. Malindi wakamtenda na jeneza bila nguo. Wakaenda kusema watu wapate elimu. Elimu ni hii mliyotaka nyinyi. Takbir. Hii ndio ni elimu. Mmepanga siku tujeni tulisome hili somo. Hii ndio ni sasa pale huwa si elimu, ni izara kumzuru ule maiti. Lamu wenye kufuata madhehebu yale akaondosha nguo katika makaburi. Na ushahidi mimi nazungumza. Lamu wenye madhehebu akaondosha nguo katika kaburi. Maiti ni wa kike. Sande ilifunguka akaonekana uchi wake. Je, tumemwadhiri tumemsitiri? Maiti mmoja ameanguka kwenye msitu akatoka mabubu. Tunaita mzoga, hatuiti maiti. Akakaa mochari kwa siku 3. Nilipokwenda baadhi ya mostadhi fulani na wanafunzi wangu nimefundisha, wakwenda kule mwenye mochari alikataa kumtoa. Nikapigiwa simu mimi nikafika. Nilipofika akaambia maiti tamba kama ni huyu, najua mimi na marehemu Ustadh Bakari tulikuwa tuko pamoja kishughulika hizi shughuli. Mungu anisomeshwa na Ustadh Juma, someshwa nani? Bakari mpale Shami. Kamwambia tutengeze sanda. Tutengeza sanda, mtu wa mocha amenifuata, Ustadh huyu maiti ushamona? Kamba sijamona. Akaambia huyu si maiti, huyu ni mzoga. Hata wewe sikupe ruhusa umoshe hapa. Hii ni elimu tuizungumza, hatujamkashifu maiti. Ni elimu tuizungumza. Maiti kama yule huwezi kumosha kwa ajili ametoka mabuu. Mwili wake mzima ni mabuu. Tumemtia ndani ya beshiti, tukambeba mochar paka ndani ya kaburi. Paka ndani ya kaburi. Tukamtie, tulimbeba na mfuko lelo. Paka ndani ya kaburi ule lelo tukaitoa. Tukamlaza vizuri ile sheria inavyotakiwa mlaze maiti ndani ya kaburi. Tukatukua maji lita 20. Keni moja lile, tukatia nia kumogesha janaba. Tukamfinika na ubao, tukamwadhinia. Tukapanda juu tukamswalia. Kwa ajili kwa hatuwezi kumswalia madamu yeye alikuwa hajakuwa hatujamtoharisha. Kwa hivyo swala inakuja baada ushamtoharisha maiti. Kama hivyo inawezekana, maana ni dharura. Si mapenzi, lakini sawa maiti huoshwa akakafiniwa akaswaliwa ndio akazikwa. Kwa hivyo ile sanda hana na swala ikawa namna hiyo. Swali langu ni kuhusu, yani kuna dharura au kuna ulazima sana wa katika ile bao kwa manyasi. Manyasi weko kwa mabao liko natoa ile kwa ajili ya mtango, si mwingilie direct maiti. Kuna pale pangine ukaandika udongo aswa sehemu za hola, sehemu zingine ama sio? Hawana bao lakini utengeza mito kaika udongo.
kwa ajili wanyama asije wakamle ule maiti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam. Alhamdulillah, tunataka pia kwa wale wanaokaa mbali waingie usiku majumbani au iharibu zile nidhamu, sote tukaelezana kuhusu hili jambo la muhimu, na alhamdulillah leo limetimia vizuri. Kila ustadhi ameleta watu wa kijiji na ustadhi wenyewe amehudhuria. Nadhani ikiwa udhuru iliyotokea ni ustadhi mmoja peke yake, na ambaye kwamba hatujamwona Ustadh Omar wa Vikwatani. Basi inshallah tutatoa shukrani kwanza kwa ustadhi kuifanya kazi hii, na tutatoa shukrani pia kwa ndugu yetu Muhammad, aliweza pia naye kujitolea kuja kushirikiana na sisi. Si kwamba sisi hatujui kuosha maiti, la, ni ile motivation. Pengine ni maana kwani watakunambia miaka nyuma tulikuwa hatuoshi maiti, tuosha, lakini ni kupata zile fikra na kupata motivation ya kuweza kuifanya hii kazi vijijini. Si maana imfanywa hapa basi nkoma hapa, la, hawa kina mama waone kina mama wenzao, wawaeleze majumbani, wanao binti zao wanaweza kueleza, kwa sababu ni aibu maiti ya kike aje ustadhi mimi nimuoshe maiti ya kike. Wao watafanya kazi zao na sisi tufanye kazi zetu. Sasa kuwafikia hawa kina mama hatuwezi, ni mpaka tushirikiane kama hivi kwa pamoja. Kwa hivyo kwa shukrani kubwa kwa dada zetu hawa pia nao waliokuja, ndugu yetu Muhammad, maustadhi kamili, Ustadh Swale hapa. Nidhamu inayofuata hivi sasa ni tumeandaa tabaruku pale, chakula, tumeandaa chakula, na tuwaomba ikiwa pengine kutakuwa na tafsiri yoyote, pengine chai alikuwa haina sukari, pengine chapati ilikuwa chumvi nyingi, mahamri sukari nyingi, tuomba msamaha. Na chakula pia hapa pengine hamtoshiba, chakula kitakuwa kidogo mfano, pia tuomba msamaha kabisa. Lakini tuomba tushirikiane tena zaidi. Linalofuata hivi sasa ni kina mama wataingia huku nusu na wengine wataingia kule. Ile tunashukuru mama wenzetu walijitolea tujenge ile jengo kama lile. Wametoa pesa tukajenga rumu mbili kama zile. Hapa inshallah kutakuwa na sanda. Zile sanda tumekusanya sanda zitakuwa kwenye hii rumu. Mtu wa Baulala anayetoka Mangotini, anayetoka Salimika atakuja kuchukua sanda hapa ikiwa kumefiliwa. Jamaa akatoa fikra wakasema la, si lazima mtu atoke Baulala aje atukue sanda. Yule Baulala atukue sanda zake kama ni 3 akaeke store. Ikiwa ni Langobaya atukue 3 naye aweke store. Hivi sasa mpaka sasa alhamdulillah tuko na sanda 17. Itakuwa 17. Itakuwa 18. Tuko na sanda 18. Hizo inshallah tutakaa na maustadhi baada ya kina mama wakiondoka. Tunao baadhi ya maoni na fikra. Kina mama ikienda huku na huku, sisi tuwe nataka kama dakika 5 au 10 katika hili tulilopanga, na likawa tuna tafsiri gani tuweza tukabadilisha. Tulikuwa tumepanga kwamba tufanye mwezi mmoja, kisha mwezi mmoja tupumzike, kisha mwezi mmoja tufanye tena. Lakini kuntokea fikra kwamba haya masomo wengine hawajaelewa. Ukimleta mwezi wa 11 atakuwa shasahau. Kwa nini haivi miezi 3 mfululizo ikamalizika, kisha sasa ikawa ni mambo ya maustadhi kufuata kijijini? Hizo ni majibu na fikra. Tutaweza sisi maustadhi tutakaa hapa, ikiwa kina mama wenda huku na huku, sisi tushauriane jambo kama hili liweze kufanya jambo kama hili. Hizi ndio moja katika elimu za sadaqatul jaria. Hata tukiondoka watoto wetu watakuwa zinawafaa vitu kama hivi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Alhamdulillah. Nashukuru wote na shughuli zenu kwa shughuli hii. Basi kama mlivyosikia kwamba wakina mama mtaingia hapa, alafu sisi kwa baba tutaingia huko msikitini kwa hizo shughuli za tabaruk, na tutasoma alam nashrah qul huwallah na qul a'udhu bil falaq wal asr. Hivyo alam nashrah
qul a'udhu bil falaq na qul huwallah. Mwenyezi Mungu atuhifadhi sote inshallah. Qul huwallahu za maiti, hizi zingine tuhifadhi sisi. Baada ya Muhammad Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Sharah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na إلى معالي السلسلة إلى معالي السلسلة إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في قريش إلى فيه خلاة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع ومنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل في فلق من شر ما خلق من شر نفس من ذكر من شر النفاثات في العقد من حسد. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ومفرج الكروبات ويا سامع الأصوات صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الخيرات وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Iba tam tolua tadi.